ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شكرا على نعام منه تترى، نحمده سرا وجهرا وبالغدو والآصال. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ndugu zangu wapendwa Waislamu, karibuni katika muendelezo wa vipindi vyetu vya historia za wema waliopita. Na leo insha Allah Taala tutaanza na historia ya mmoja katika watu waliokuwa mashuhuri wakati huo na mpaka sasa ni mashuhuri katika historia ya Uislamu, ingawa wengi kati ya watu awam hawamtambui vizuri. Na hivyo ndivyo ilivyo. Kuna baadhi ya masahaba na baadhi ya tabi'in ni wakubwa na wana historia kubwa katika Uislamu, na wamenukuliwa katika vitabu vya tarikh kwa mambo makubwa walioyafanya, lakini hawakupata umashuhuri mkubwa kwa watu wa kawaida. Kwa hiyo ni vyema tukawaelezea ili watu wapate kuwatambua na kuwajua. Kwa kuanzia, tunukuu kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema annasu ma'adin khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam. Mtume anasema watu ni madini, kwa maana madini yako yenye thamani tofauti tofauti. Kuna yenye thamani kubwa sana na kuna yenye thamani ndogo na kuna yenye thamani ya wastani. Na watu hivyo hivyo, kuna wenye thamani na daraja kubwa na kuna wenye thamani ndogo. Sasa anasema Mtume annasu ma'adin, watu ni madini, khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam, wabora wao katika ujahiliya ndo wabora wao katika Uislamu. Yani wale waliokuwa bora wakati ambapo Uislamu haujawafika, wapo katika mila za shirki, wapo katika mila potofu, basi wale ndo wanakuwa wabora wanapokubali na kuupokea Uislamu. Mara nyingi iko hivyo. Na kauli hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kweli na ni sahihi, na sisi tunaithibitisha kauli hii kwa kisa au historia ya maisha ya huyu mtu tutakayemueleza leo. Leo insha Allah Taala tutamueleza kwa mukhtasar sana bwana mmoja anayeitwa Zaidul Khair. Zaidul Khair, Zaidul Khair, yani Zaid jina lake Zaidi wa khairi. Zaidul Khair ni nani? Zaidul Khair, maisha yake ndugu zangu Waislamu yamegawanyika katika pande mbili, pande za katika zama za ujahil na pande moja katika zama za Uislamu. Kwa maana kuna wakati bado alikuwa anaishi lakini hajaupokea Uislamu, na kuna wakati aliishi akiwa tayari ameshakuwa Muislamu. Sasa kupitia hadithi ya Mtume tutathibitisha kwa kisa hichi kwamba yule mbora katika zama zake za ujahiliya ndo mbora katika zama za Uislamu. Anasimulia Ash-Shaybani, anasema mmoja katika mabwana wa Bani Amir anasimulia kisa chake. Anasemaje huyu bwana? Anasema kuna wakati ulipita katika kijiji chetu, ulitokea ukame, njaa, dhiki, tabu. Na mahali panapotokea ukame na njaa, mara nyingi wanaoathirika ni watoto na wanawake. Wanaume huwa wanakimbia mara nyingi. Basi anasimulia huyu bwana kutoka kwenye Bani Amir, kama anavyosema Ash-Shaybani, anasema kijiji chetu kilikumbwa na njaa na ukame mkubwa, kukawa kuna dhiki pale. Nilichokifanya mimi, nikaondoka na familia yangu, anasema tukenda mpaka katika eneo moja linaloitwa Hira. Kijiji hicho kipo Iraq. Anasema nikaiweka familia yangu pale, watoto wangu na ahli wangu, na nikawapia kwamba ima nitarudi nimeshafanikiwa niwaletee mahitaji au nife labda, lakini niliwaahidi kwamba nitarudi nikiwa nimeshapata mahitaji. Kwa hiyo huyu bwana anawaacha watoto wake na mke wake katika kijiji, anawaacha, hawaachi yoyote, anawaacha pale wakiwa na njaa na shida, hakuna wa kuwahudumia. Yeye anatoka anaenda kusikojulikana
kwenda kutafuta riziki ili aje familia yake. Basi yule bwana akafunga safari. Nasema mwenyewe akaifunga safari. Akafunga safari mchana mzima, anaenda kusikojulikana, ili mradi yeye anatembea na kata pori na vijiji apate riziki arudi tena Hira alikoacha familia yake. Basi anasema nikaukata mchana mzima mpaka jioni ilipokuwa inaingia. Kuna sehemu katika kwenda kwangu porini, natembea na kata mbuga, nikakuta kuna kihema, alafu pembeni kuna mtoto angamia amefungwa pale. Anasema nikasema hadha awwalul ghanima, hii ndo ngawira ya kwanza. Alhamdulillah nimeshapata ngawira ya kwanza, ndo hii nitaichukua. Basi anasema vile naenda kufungua yule mtoto angamia ili nimchukue niondoke, nikasikia sauti, khalli an, sauti inasema khalli an, ighnim nafsak. Sauti inasema muache, achana naye huyo. Aghnim nafsak, ichukue ngawira nafsi yako, yani maana yake salimisha nafsi yako, ondoka ili nafsi yako iwe salama. Basi anasema nikaondoka, nikamwacha yule, maana sijui atoe sauti, na inaonekana kuna mtu kajificha na ndo mwenyewe anayemiliki yule ngamia na lile hema ni lake. Nikaondoka. Anasema nikatembea kwa muda wa siku 7. Natembea tu, nimeshaiacha familia yangu mbali muda wa siku 7, njaa, shida na ukotea tu vyakula humo njiani, mpaka anasema jua lilipokuwa linakaribia kuzama siku ya 7, nikafika sehemu nikaliona hema kubwa la ngozi kubwa, ambalo hema hilo lilikuwa linaashiria kwamba mmiliki wa hema hilo ni mtu mwenye uwezo mkubwa, ni tajiri. Sababu zamani alikuwa yale mahema yenyewe yanajionyesha. Kuna mahema unajua hili hema la mtu wa kawaida, kuna hema likipigwa unajua hili hema la mtu mpana, mtu mkubwa, ana hela na utajiri. Kwa anasema nikaliona hema, na pembezoni mwa hema kwa kuna zizi la ngamia. Lipo zizi pale la wanyama la ngamia. Anasema nikachungulia, sasa jua linazama siku ya 7 hiyo, anasema jua linazama. Nikachungulia kwenye ile hema. Nilipochungulia ndani ya ile hema, ndani nikamkuta mzee yumo, tayari jua linazama usiku. Basi anasema na mimi nikaingia ndani ya ile hema, nikakaa upande wa nyuma. Lile hema ndani kwa kuwa mna mwangaza mdogo giza, basi yule mzee yuko upande mmoja, yani jenga taswira kama chumba fulani, alafu mmoja yuko pande ya mwisho kabisa ameelekea ukuta, na yeye huku nyuma. Yeye akapita kwa nyuma. Anasema nikakaa kwa nyuma ndani ya lehema. Yumo mzee mle, lakini yule mzee yenyewe haoni vizuri, kwa hiyo hajaniona. Anasema punde jua likazama, ukaingia usiku. Sasa ulipoingia usiku tu kwenye hema lile, nje nikasikia vishindo, kuna mtu anakuja. Anasema sijawahi kuona mtu mkubwa aliyepanda farasi kuliko mtu huyo niliyemuona hapo. Amekuja, ana na watumishi wake wawili, ana ngamia kama 100 hivi. Wale ngamia walipofika pale, yule dume ambaye ndo anakuwa anaongoza msafara wa ngamia, mmoja tu yule wa mbele. Msafara wa ngamia mbele anakuwa dume, kwa hiyo yule dume akenda huku na wale wote wanafuata huku. Akipiga magoti wale wote wanapiga magoti, ndo kawaida ilivyo. Anasema akafika yule ngamia akampigisha goti ngamia lake, fahli lake, dume lile ngamia, na wale wote wakapiga magoti ngamia. Kwa hiyo wakakaa kwenye zizi lao. Mimi ndani mle, hawa waliokuja hawajaniona, na yule mzee aliyemo ndani ya lile hema pia hajaniona, sababu haoni vizuri, yeye ni mzee. Basi anasema huyu bwana, mara yule bwana aliyekuja pale nje na watumishi wake, yule mtu mkubwa aliyepanda farasi aliyekuja na ngamia wake, basi akamwamrisha mmoja katika wafanyakazi wake, akamwambia ihlib hadhihi, na mumkame huyo. Basi mmoja katika mtumishi wake akakama maziwa, alafu akatia kwenye chombo, akaingia ndani ya lehema, akamwekea yule mzee pale. Alipomwekea yule mzee akanywa jur'a au jur'atain, yani
funda moja, mafunda mawili, basi akaeka. Anasema yule bwana amenkanyemelea kwa nyuma kidogo kidogo, yule mzee ndo haoni, nikachukua ile glasi nikainywa yote, sababu ana njaa, siku nyingi yupo njiani na hakuna vyakula vya kutosha, njaa. Basi anasema nikanywa yote yale maziwa, alafu nikaweka pale pale kile chombo. Yule mtumishi baadaye akaja akatizama, akaona maziwa yote ameshanywewa, akatoka nje akamwambia yule bwana wake, akamwambia laqad ashraba al-labana kullah, ameshanywa maziwa yote ya Maulaya, ameshakunywa maziwa yote bwana. Basi yule bwana akafurahi, akasema amenywa maziwa yote, basi mkamulie tena. Akakamuliwa tena, ikaletwa pale chombo cha maziwa akaekewa. Anasema na mimi mle ndani, yule mtumishi akiweka tu kile chombo anatoka. Anasema alipoweka safari hii siku yanywa yote, nilienda kuyanywa kidogo ili wasije wakashtuka, nikaweka kidogo. Kwa hiyo huyu bwana anasimulia kisa chake, yeye yumo ndani ya hema, na mle ndani ya hema yumo mzee, na hapa nje tayari wameshatokea watu usiku. Sasa huo umeshaingia, wameshatokea bwana na watumishi wake na ngamia takriban 100. Huyu bwana yeye alikuwa amepanda farasi. Basi anasema wale pale nje, baada ya maziwa haya kuwekwa, nikanywa nusu, pale nje wakachinja mbuzi, wakatengeneza vizuri mbuzi, wakamchoma. Yule bwana akaingia mwenyewe, hakutuma mtumishi safari hii, akaingia mwenyewe kwenye hema, akawa anamlisha yule mzee. Kwa hiyo inaonekana huyu bwana na mapenzi makubwa na huyu mzee, na huyu mzee ni mzazi wake. Basi anasema akamlisha, halafu baada ya hapo na mbuzi aliyebakia akala yeye na watumishi wake, wakalala tena, wakalala mpaka ukafika wakati usiku, wamelala wanakorota, hata hawajifahamu tena. Anasema sasa mimi nikaichukua hiyo nafasi, mimi bwana nimetoka huko Hira, natafuta maisha, natafuta cha kwenda kuwapa familia yangu. Leo huyu mtu anakuja hapa tajiri, anaweka mangamia 100, nitainuka nao. Ile bwana alipoona wote wameshalala usiku, akatoka akalifungua lile dume la ngamia moja, akalichomoa, wale ngamia wote wakafuata, na yeye akakimbia na farasi. Kwa hiyo yule bwana akawa ameshakimbia sasa na grupu lile la wale ngamia, kundi la ngamia lote kishakimbia nalo. Fana farasi wale hakuwachukua, kawaacha pale pale. Basi anasema nikaanza kukimbia usiku wote ule, nakimbia tuna ngamia wangu. Asubuhi kulipoanza kupambazuka, anasema nikawa naangalia nyuma, na kundi langu la ngamia mwenyewe nakimbia nao, naangalia nyuma, naona kama ndege kwa mbali, ndege mkubwa mithili ya mwewe au kozi anakuja. Anasema nikasema huyo ndege tu, kawa anatembea sehemu zenye uwanda, unaona mbali. Anasema anatembea nao, ndo tayari ameshaiba kundi la tulangamia, lakini maskini kilichompelekea kuiba ni nini? Ni shida, njaa, anaifikiria familia. Na wakati mwingine unakuwa mtihani ukiwa na familia, una mke, una watoto, alafu unatoka nyumbani hata shilingi 100 hamna, alafu hamna hata kilo moja ya mchele, hamna chochote. Lazima upiganie kweli hapo, na upigane kweli kweli, na upambane na nafsi yako, vinginevyo unaweza hata kuiba. Na ndio maana Sayyidina Umar radhiallahu anhu, wakati utawala wake njaa ilipozidi sana, aliamrisha hukumu ya kukatwa mikono wizi izuiliwe kwanza. Si kwamba ameenda kinyume na Qur'an na Sunna, la, lakini anataka kupunguza kidogo ukali kwa watu, ili mradi, kwa sababu kwa hali ile ni hali ya kidharura kwa ufupi. Kwa hiyo ukiwasema wakati mikono na njaa nyingi, utawakata mikono wengi, kwa sababu njaa imeshakuwa kali. Lazima watu wengine wanateleza, wenye imani dhaifu wanaiba, na wakati mwingine hana imani dhaifu, lakini mtu anaona watoto tayari, mtu anakaribia kufa, kila anapoenda hamna chakula, anaona kwanza nichukue kwanza nikawatuliza watoto angalau wapate kulala. Basi huyu bwana anasema, lakini nilipokuwa naona yule ndege anakuja kwa nyuma, mwishowe nikabaini kwamba si ndege, lakini huyu ni mwenyewe
mwenyewe ngamia yule ambaye nimeiba kule kwenye zizi la ngamia tayari mwenyewe ndo ananifuatilia kwa nyuma. Asema nikabaini kwamba mtu anakuja na farasi wake. Basi akaendelea kunikurubia mpaka akanifikia. Akasema nikamfunga yule, nikawazuia ile ngamia, nikamfunga yule dume pale. Nikaona sasa hivi ishanifikia. Sasa mwenyewe ndo ameshanifikia. Anasema yule bwana yule mwenyewe akaniamrisha, akanambia uhlul fahla, hebu lifungue hilo dume hapo wapate waende zao. Nikamwambia kalla lan ahlula, sitomfungua mimi bwana, nimeacha familia yangu huko Hira, nimeacha hawana tacha kukila, nyinyi mnakana mangamia mengi kama haya, sifungui, nitaondoka nao, unalotaka na mimi nataka. Basi yule bwana mwenye wale ngamia akamwambia sikiliza, innaka mayyit, anta mayyit, innaka mayyit, utakufa. Yani anamtisha, anambia mimi nitakuua wewe, yani bora tu jisalimishe, fungua niachie mwenye ngamia yangu naende zangu. Akamwambia mimi sitofungua na wala huna cha kunifanya, tutapambana hapa hapa. Sasa huyu bwana mwenye farasi ambaye ndo mwenye ngamia alipanda farasi akamwambia sikiliza, kupambana na mimi huwezi kabisa, innaka la maghrurun, unajidanganya na nataka nikuonyeshe. Akamwambia chukua kamba hiyo ya ngamia moja, chukua hiyo kamba hiyo, alafu ifunge mafundo matatu. Alafu ukishafunga mafundo matatu inyanyue juu. Alafu mimi niambie nikutilie mshale kwenye fundo lipi, nitakuwekea mshale. Basi anasema nikafanya vile vile, nikafunga kamba mafundo matatu, nikainua juu ile kamba. Yule bwana akachukua, akasema nikuwekee lipi, la kati, fundo la kati. Akachukua mshale akaupiga kwenye fundo pale la kati. Anasema nilipoona hivi kwamba huyu bwana analenga mishale hivi, nikachukua mfuko wangu wa mishale, nikarudisha mshale wangu ndani, mapambano siwezi, nikaona nishashindwa, basi nirudishe tu ngamia watu, nishakubali mateka, siwezi kupambana na mtu aina hii. Ni mtu ambaye anashabaha sana. Basi anasema yule bwana akanichukua nyuma, akanambia kaa nyuma ya farasi wangu. Kwa hiyo nikawa mwizi na nishakutwa na mwenyewe, nimeshakamatwa, ameshanipakia nyuma ya farasi. Anambia kaa nyuma ya farasi. Sasa jambo la ajabu lilotokezea, huyu bwana mimi nimeshamuibia na ameshanikamata, na nilitaka kupambana naye akanimudu, ameshanikamata. Sasa nikawa nafikiria huyu ananipeleka wapi? Ameshanipakia kwenye farasi hapa, sasa hivi huyu anaenda kuniua, jitu lenyewe hili kubwa. Basi yule bwana akamuuliza, kaifa tadhunnu anni fa'ilun bik, unadhani kwamba mimi nitakufanya nini? Akamwambia wallahi aswa'u dhann, mimi bwana nadhana mbaya mno, naona kama utaenda kuniua, sijui utaenda kunikata, sijui utaenda kunisulubu huko. Akasema mimi sitokuua. Kwa nini nikuue na wewe wakati umeshirikiana, umekunywa kinywaji pamoja na Muhalhil? Muhalhil ni nani? Ndio yule baba yake alikuwa kwenye ile hema. Sasa anasema nilipomsikia huyo anamtaja Muhalhil, nikamuuliza azaidun ant, wewe ni Zaid? Sababu hili jina maarufu Zaid, Muhalhil ni mtu maarufu, wewe ni Zaid? Akasema ndio, mimi ni Zaidul Khair, Zaidul Khail, naitwa Zaidul Khail. Zaidul Khail maana yake Zaidu farasi, umaarufu wake anaitwa mafarasi, Zaidu mafarasi. Akasema basi sawa. Akasema mimi sikufanyi kitu, kwa kuwa umekunywa kinywaji kimoja na baba yangu Muhalhil, sikufanyi chochote, na nataka lau kama wangelikuwa hawangamia wangu ningelikugaia, lakini hawangamia ni wa dada yangu, mmoja katika madada zangu hawangamia ni wake, lakini ningelikugaia kwa kunielezea hizo shida zako. Kwa hiyo huyu bwana aliyokuja hapa mwenye hawangamia anaitwa Zaidul Khail, ndio maarufu wake, Zaid mafarasi, jina lake ni Zaid. Kwa hiyo anasema akanichukua, tukarudi mpaka kule, akanambia usijali, mimi bwana nitakupa ngamia, lakini nitakupa wanyama utaenda nao, lakini kwanza nivumilie kidogo, kuna sehemu nitaenda kuvamia. Na kweli siku 2-3 yule bwana alienda kuvamia
alienda kuwavamia Bani Numair, akaenda kuwavamia, akarudi na ngamia, kondoni. Kwa hiyo anasema akanipa wale, nikarudi nao tena, akaniambatanishia na wafanyakazi wawili watatu, nikarudi nao wawili watatu, nikarudi nao, wakanileta mpaka Hira nilikoiacha familia yangu. Kwa hiyo huyu ni Zaidul Khayl. Kaibiwa, yule aliyemwibia akampa na farasi, akamwambatanishia na wafanyakazi wawili watatu, akaenda naye mpaka wakampeleka mpaka kwake Hira, ambako aliacha familia yake ikiwa katika hali mbaya, hali ngumu ya kimaisha. Sasa hii ndo sehemu moja ya maisha ya Zaid, ambao kwa wakati huu anaitwa Zaidul Khayl. Bado haujamfika Uislamu na hajasilimu bado, anaitwa Zaid Mafarasi, ndio jina lake hilo. Lakini angalia, hajasilimu huyu, lakini angalia wema aliofanya. Kaibiwa ngamia na mtu siku, akasumbuka kumfuatilia, lakini hatimaye ameenda kumpa mfano wa ngamia kama wale, aende nao. Alipomweleza tu kwamba mimi nimeiba kwa sababu ya shida, nimeiacha familia yangu katika shida, akamwambia basi nenda kwenye familia yako, akampa. Kwa hiyo alikuwa mkarimu mno, lakini si Muislamu. Na wapo watu kama hawa bado hajawa Muislamu. Yani kuna watu unasema huyu kabakisha kitu kimoja tu awe Muislamu, ni wakarimu kweli kweli, unatamani awe Muislamu tu basi, ni mtoaji, mkarimu, anaishi vizuri na watu. Sasa huyu ni Zaidul Khayl. Sasa zikapita siku, nguvu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama kawaida yake inakuwa na kukua na kuenea habari zake katika kila mahala. Zaidul Khayl ikamfika habari kwamba huko kuna mtu anaitwa Muhammad, yeye anasema ni mtume. Basi akatoka Zaidul Khayl moja kwa moja akaenda Yathrib, yani akaikusudia Madina. Akatoka, lakini hakutoka peke yake, akatoka na kundi la wenzake, akiwemo bwana mmoja anaitwa Zurru ibn al-Aswad na mwingine anaitwa Malik ibn Jubair na wengineo. Basi wakatoka wakaenda mpaka Madina. Kufika Madina pale, Zaidul Khayl na wenzake kundi lake wakamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani imetokea sudfa, wakamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam yumo msikitini anawahutubia maswahaba zake. Na katika maneno waliomkuta anayazungumza, alikuwa anawaambia inni khairu lakum min al-Uzza wa min kulli ma ta'budun, mimi ni bora kwenu kuliko Uzza, miungu ya masanamu mnaoabudia, na chochote mnachokiabudia. Mimi ni bora kwenu, kwa maana mimi nimeletwa nije kutoeni kwenye giza la upotevu, ni kuelekezeni khairi, ni kuelekezeni Mola wenu anasemaje. Hasa Zaidul Khayl akakaa pale na wenzake, wakawa namsikiliza Mtume na wakashangazwa na jinsi wale maswahaba walivyotulizana wanavyomsikiliza yule Mtume. Na maswahaba alikuwa akisema Mtume wanatulia na wananyenyekea, wanasikiliza kwa umakini mkubwa. Sisi tukinukuliwa maneno ya Mtume hata habari hatuna, tunayapa kisogo. Kwa hiyo moja kwa moja moyo wa Zaid ukapasuka, ukamkubali Mtume, na wala hakuficha, pale pale akatangaza, akamwambia, akatoa sauti ya juu akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka Muhammadar Rasulullah, nashuhudia kwamba Allah ndo mmoja na ndo wa kuabudiwa peke yake, na nashuhudia kwamba wewe Muhammad ni mtume wa kweli. Lakini hilo lilikuwa kwa Zaid. Yule mwenzake Zurru ibn al-Aswad, yeye aliingia kiburi, akamwambia wenzake, sikilizeni, huyu mtume huyu Muhammad, huyu jamaa anataka kumiliki wa Arabu tu, huyu anataka mamlaka, mimi sitomruhusu animiliki kamwe. Akaondoka akaelekea zake Sham huko, akaenda akaingia katika Ukristo, akaingia katika dini iliyokuwa sio ya Uislamu. Lakini Zaidul Khayl akasilimu. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita yule bwana Zaidul Khayl, akamsogelea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamuuliza, maana wewe nani? Akasema, ana Zaidul Khayl ibn Muhalhil, mimi ni Zaidul Khayl ibn Muhalhil.
Mtume akamwambia wewe sio Zaidul Khair, anta Zaidul Khair, wewe ni Zaidul Khair. Kwa hiyo pale rasmi Mtume akambadilisha jina, akamwambia wewe sio Zaidul Khair, sio Zaid mafarasi, wewe ni Zaidul Khair, Zaid wa khairi. Kwa hiyo pale ndo jina hilo akaanza kulitumia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoka naye akiwa pamoja na kina Umar Abubakar, akaenda naye mpaka kwake, akamweka sehemu nzuri, akamkaribisha vizuri, akamwambia mimi katika watu ambao nimetajiwa sifa zao halafu nikaonana nao ambaye halingani na nilivyotajiwa sifa zake ni wewe. Nilikuwa natajiwa mtu kama mtu mbaya, lakini ni mtu mzuri na alikuwa Zaidul Khair. Wanasema maulama alikuwa Allah subhanahu wa ta'ala kampa jamal, uzuri kampa, na alikuwa ni mtu mwenye kimo na alikuwa ni hodari wa vita. Na ndio maana hapo alimuomba Mtume, akamwambia Mtume nipe wapanda farasi kama 300 hivi nikawavamie Rum. Sasa Mtume alimuona huyu ana hamu kubwa sana ya kupigania Uislamu. Kwa hiyo Mtume akamkaribisha katika Uislamu na akamwambia wewe ni Zaid wa khair, akambadilisha jina, na kuanzia hapo Zaid akawa anautumikia Uislamu kwa hali ya juu. Kwa hiyo yakawa maisha yake kabla ya Uislamu ni mtu mkarimu na mtu bora, maisha yake baada ya Uislamu pia yakawa ni mtu bora, akawa ni katika watu ambao wanafuata misingi ya Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo huyu ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaitwa Zaidul Khair. Lakini pale Madina na pembezoni, vijiji vya pembezoni, kulipatwa na maradhi. Aliingia maradhi, homa kali, kama unavyoona mfano sasa hivi corona na vitu vingine kama kipindi cha kipindupindu. Basi na pale Madina palikuja kuvamiwa na homa kali sana, na hizi homa Zaid naye ikampata, akaumwa sana, na kwa hivyo akadhamiria kurudi Najd, ambako ndo nyumbani pale Hijaz. Kwa hiyo si muda mrefu yakamkuta wa mauti, lakini akafa Zaidul Khair akiwa ni mtu ambaye ana historia nzuri katika Uislamu na ana historia nzuri kabla ya kusilimu kwake. Kwa hiyo ni katika maswahaba wakubwa ambao si mashuhuri sana kumsikia anatajwa, lakini ni mtu mashuhuri na ni mtu ambaye alijulikanwa na maswahaba, alijulikanwa na Mtume, na akaambiwa maneno ya kheri na Mtume, na akaishi katika misingi ya Qur'ani na Sunna, akaukubali Uislamu na akaupokea, na akawa yuko tayari kupambana kwa hali yoyote. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza Zaid, kaifa asbahta? Zaid akasema asbahtu uhibbu ahla alkhair wa asbahtu uhibbu alkhaira wa ahla. Umeamkaje? Anasema nimeamka na wapenda watu wa khairi na naipenda khairi yenyewe. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mwenye kupenda khairi kweli. Kwa hiyo ni juu yetu kufuata nyayo za watu kama hawa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wema wengine waliopita. Tuache anasa na starehe na mambo ya kipuzi yaliyoko duniani, bali tujikubalishe kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwaiga na kuwasoma na kujua historia zao wema waliopita, ili tupate tufaidike na sisi tuwaige, tuwe kama wao. Na tunamuomba Allah atujalie kesho kiyama tuwe miongoni mwa kundi lao watu wema. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.